nitumie nafasi hii kuwakumbusha ndugu zangu wafanyabiashara, kipindi hichi kama una nafasi ya kupunguza bei ndio wakati wake hasa, sio kuongeza bei. Maana mwingine anasema karibu na sikukuu Ramadhani tena hapa, ngoja nipatize hapa. Hii si faida, hii ni hasara. Kama una uwezo wa kupunguza bei kawa ndogo kidogo, kiasi cha kwamba hupati hasara, ukapata faida ndogo tu ya kujiendesha, wallahi huo ndio wakati wake, na Mwenyezi Mungu atakulipa na atakutilia baraka katika biashara yako. Sio kipindi cha kuwakomoa Waislamu na wananchi kwa ujumla. Naamini tutasikiana na tutaendelea kuelimishana katika hili, ili tuhakikishe wananchi sote kwa pamoja tunaishi kwa pamoja, lakini tunaishi kwa mashirikiano makubwa katika namna ya kusaidiana kwa kila hali. Tujitahidi kukithirisha kusoma Qur'ani, lakini kufanya dhikri, kumtaja sana Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuendelea kutenda mambo mema. Tunaambiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni chuo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba haya mazuri tunayofanya wakati huu, tukimaliza tuendelee nayo katika miezi mengine. Tumekuwa tukishuhudia mambo mengi. Sasa hivi sadaka zinatolewa kwa wingi, alhamdulillah. Wafanya biashara na watu wenye uwezo, alhamdulillah, wanajitolea sana. Wengine wanajizima data, wanasema za kimya, anaona hajulikani kama anacho, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Mwenyezi Mungu yeye anajua kila kitu, wala huna kitu cha kumficha. Wewe mwenyewe ndio unajua una uwezo kiasi gani na vipi unapaswa, kama cha kukitolea zaka ama cha kufanya kitu chengine. Sadaka yako ni kitu muhimu sana. Tuwe na utamaduni huo wa kusaidiana. Kile ulicho nacho kidogo, basi tumia na mwenzako. Mapenzi haya ambayo tunayaonesha mwezi wa Ramadhani ni vyema yaendelee na miezi mingine, na hivi ndio Zanzibar ilivyokuwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadhan thumma insalafa qabla an yughfara lahu, yani amekula hasara mtu ambaye imeingia Ramadhani kwake kisha ikaondoka bila ya kusamehewa dhambi zake. Mtu huyo anakuwa amekula hasara kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tutumie fursa hii za kusamehewa dhambi zetu, lakini pia vile vile tutumie fursa liijabati da'wa, fursa ya kukubaliwa maombi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi mimi niko karibu. Wanazuoni wanatuambia imaan ila anna as-sa'ima marjuu al-ijaba. Aya hii imeingizwa katikati ya aya za funga kutoa ishara ya kwamba mfungaji dua yake ni yenye kujibiwa na kukubaliwa. Kwa hiyo hii ni fursa ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shida zetu na haja zetu mbalimbali, ili aweze kuzipokea na kutukubalia. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thalathu da'awatin mustajabat, dua za aina tatu ni zenye kukubaliwa. Akasema da'watu as-sa'im, dua ya mfungaji, wa da'watu al-madhlum, na dua ya aliyedhulumiwa, wa da'watu al-musafir, na dua ya msafiri.